Iran inataka dola bilioni 24 ziachiliwe huku mazungumzo ya nyuklia Marekani yakikwama. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mshauri wa kiongozi mkuu Ayatollah Mujtaba Khamenei, amesema kwamba matakwa ya sasa ya Iran ni kuachiliwa kwa fedha zake karibia dola bilioni 24 katika mali ya Iran iliyogandishwa. Hata hivyo, hii itakuwa ni jaribio la uaminifu kwa Trump, akionya kwamba Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran itapanua vita ikiwa uhasama utaanza tena. Hata hivyo, katika kipindi hiki mazungumzo kati ya Marekani na Iran yapo kwenye mkwamo. Mshauri mkuu wa kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei aliliambia shirika la habari la CNN katika mahojiano, Trump lazima avunje mkwamo huu. Rezai alisema mpira uko kwenye korti ya Trump. Afisa huyo mkuu wa Iran aliambia CNN kwamba mazungumzo kwa sasa yanategemea Marekani kutoa dola bilioni 24 katika mali ya Iran iliyogandishwa na dola bilioni 12 kutolewa wakati wa kusainiwa kwa makubaliano na uwezekano wa fedha zilizosalia kutolewa baadaye. Rezai aliweka mahitaji hayo kama mtihani kwa rais wa Marekani Donald Trump. Hili ni jaribio ambalo Marekani inapaswa kupita kwa njia itakayofunguliwa ili tufungue njia. Rezai alisema hizi ni pesa zetu wenyewe, sio pesa za Amerika, tunazihitaji, alisema Rezai. Aidha, ameonya kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itapanua vita zaidi katika Ghuba ya Uajemi iwapo vita vitaanza tena, akibainisha kuwa anauchukulia uwezekano wa vita kuwa mdogo. Tutatoa mwelekeo mwingine wa vita kwa kushambulia vituo vingine vya Amerika ambavyo tumekuwa tukivishambulia hadi sasa, anasema. Rezai amesema Iran imejiandaa kwa uvamizi wa ardhini wa Marekani. Kuhusu uwezekano wa uvamizi wa ardhini wa Marekani dhidi ya Iran, Rezai alisema kuwa serikali iko tayari kwa hali kama hiyo na jeshi limejiandaa kwa ajili ya mapambano wakati wote. Ulimwengu utaelewa uwezo wa kweli wa Iran, alisema Rezai. Nguvu zetu za nchi kavu ni kubwa mno na ni mara nyingi kuliko makombora yetu. Alivitaja vita vya hivi punde kama vya ushindi kwa Iran, akieleza kuwa ni mara ya kwanza Iran kuibuka washindi katika vita hivi. Katika vita vilivyopita Iran ilikuwa ikishindwa vitani, lakini katika nyakati hizi tumeshinda vita hivi, alisema Rezai. Aidha, alisema kwamba hakuna nia ya kukutana na Trump, akimshutumu rais huyo kwa kuleta mazungumzo yaliyosimama. Alitilia shaka uwezekano wa kufikia makubaliano ya nyuklia na Marekani kutokana na kile alichokiita mkakati wa utata wa Trump wa kujiondoa kwake kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 wakati wa mhula wake wa kwanza. Vilevile amesisitiza kuwa Iran na Oman zinadumisha mamlaka yake juu ya mlango wa Hormuz, akielezea matakwa ya utawala na wa meli wa kulipa ada ya kupita kama ada ya matengenezo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.